harakati za Banga. Bo, ya kwanza ni kusema kama mimi nafurahi sisi tunawina. Nafurahi sisi tunawina kufuatana na kazi tuliyofanya. Nadhani inatupatia avantage ya mpango wetu. Tunajua kama mechi leo itakuwa ngumu sana physically. Tutakuwa na matatizo sana kufuatana na ile nguvu ya kazi tulifanya wakati tulipumzika. Tulifanya nguvu ya kazi kubwa sana. Nadhani mechi ya 4 tukaendelea hivi itakuwa nguvu sana kutukuta. Jua wachezaji wangu programu wenyewe wanapata sasa kufuatana na nani ya kwanza. Kipindi ya kwanza tulifanya wiki mbili ya preparation ya nani. Na hapa wakati tulikata tunafanya program moja yenye ya kucheza machi 10. Program ya machi 10 nadhani tutakuwa physiquement wachezaji wangu watakuwa vizuri. Mais leo tulikuwa na difficulty ya mkuu mzito, surtout kipindi ya kwanza. Second half ile mchoko ilianza kutoka miguu, tulikuwa vizuri. Mais mbele tulikuwa na nani ya kusema kama miguu ilikuwa mzito sana. Na nakaangalia kufuatana na mafasi ya kuingiza goli. Kufuatana kuingiza goli haiko sema unapika centre, mpira unapita mbele ya goli, unasema kama iko nani possibility ya kuingiza goli. Possibility ya kuingiza goli ni ile tambo anashindwa pale. Ni ile tambo alishindwa first half. Ile wewe moja wanakupa mpira wewe na goli, wewe moja kwa moja unashindwa. Na mpira unatoka pembeni unapiga foul, unapita mbele ya goli. Ile haina nani nafasi ya kuingiza goli. Ile nafasi ya kuingiza goli. Ukaangalia nafasi ya kuingiza goli ya kawaida ya kweli, tulipata nafasi nyingi kuwashindia. Sikuona hata nafasi moja wanafanya stroika wao na goalkeeper wetu moja kwa moja. Wewe uko hapa unapiga juu. Ile haina nani. Ile mimi siwezi ita nani. Siwezi ita occasion ya kuingiza goli. Occasion ya kuingiza goli ni ile tambo anashindwa pale. Wanafanya kosa, goalkeeper yuko goli kuwazi yeye moja anapiga juu. Ile alishindwa kule, unashinda penalty. Juma anakamata anapiga mpira kugusa mguu. Nadhani mtaangalia nyinyi wote image ku Azam. Juma anatoa mpira, akumpiga goli. Haiko sema sababu unatoa mpira mtu anaanguka penalty. Mtaangalia Azam. Haina penalty. Ndio mimi nafurahi pointi 3 objectif inakamilika. Mambo yote sawa. Pale kwa kocha. Ngoja kwanza. Kuna mtu mwenye swali kumbana na Marigesi? Watu wanajiuliza leo kukosekana kwa Lichi Makambo. Kama kuongeza kuisumbua timu kupata matokeo hasa magoli mengi kama ilivyokuwa leo. Makambo tulishacheza mara 2 bila Makambo. Na yote mara 2 tuliwina 2-0 bila Makambo. Sina hata mchezaji mmoja leo wenyewe anaweza kusema huyu haiko leo timu itakuwa na matatizo. Ajibu mechi 5 tunawina yote 5. Kevin mechi 7 tunawina yote 7. Makambo mechi 2 tunawina yote 2 bila Makambo. Sina mchezaji hata mmoja mwenye naweza kulala kichwa na nyuma sababu haiko. Hakuna. No. Mweye si hapa mweye kila mara ndio mnaniambiaka, coach, sababu gani Faisal anacheza namba 6? Faisal ni mchezaji kumtia namba 8. Leo anacheza namba gani? Shile ile 6 hii. Kila mara mnasema anacheza namba 6. Mimi nawaambia kila mara mimi sina mchezaji mwenye kazi yake ni kufunga tu, tukashambulia wewe ushende. Kila mchezaji kuna role, kuna saa gani utaenda, kuna saa gani wewe utaenda, wakati gani mpira uko ngambo ya kushoto, nani ataenda, mpira uko ngambo ya kuume, nani ataenda, nani hataenda. Okay? Faisal ile anafanya iko ni ile mprogramu nani mambo tunamuomba kufanya. Mpira ukaenda kule ngambo fulani, kama ni nani huko mbele ya Pius wewe unapaswa enda, Pius hawezi enda. Okay? Kama mpira ukaenda ngambo ya Pius, kama huko mbele ya Faisal wewe unapaswa enda, Faisal hawezi enda. Ile ni nani namna tunacheza na gisi tunawaomba kucheza, anapatikana ile fasi yenyewe alipashwa kuwa mpira unakuya, ni bahati yake, ni bahati. Haina sema mimi namwambia yeye mwenyewe, no, iko position yenyewe anakuwa wakati mpira unafika fasi hii. Na ingine ulisema ajibu. Ajibu sikumwambia chochote.
Tukena alimtia captain. Tulisumulia ile siku mbele ya mimi kumtia captain. Tukasumulia naye mpaka leo sikasumulia na wengine. Leo nalisumulia naye, kisa nasumulia na mchezaji mmoja mmoja, kila mtu namna gani tutacheza, namna gani tuliona ile timu ilicheza mechi tulicheza nao ya kwanza. Ile kwa sasa avantage kwetu sasa. Juma timu nyingine sikuwa nawajua. Masikia, sikuwa nawajua. Nilishaona matimu yote sasa. Hapa sasa itakuwa kipindi kingine, itakuwa mambo mengine. Ajibu anacheza leo, anafunga, anarudi, anafunga. Jua kama tulisema kama tunapasha badilisha mentality yetu ya wachezaji wote. Kipindi ya pili tulifanya vitu ya ovyo mingi, na kipindi ya pili siwezi itika vitu ya ovyo tulifanya ya kwanza. No, mchezaji wote anapaswa kuwa sasa kucheza gisi mpira anapaswa kuchezeka. Okay? Ndio anacheza, anafunga, anafanya mambo yake yote na quality. Na anajua, mimi namwambia Ajibu, Tanzania mtaenda AFCON. Mtaenda AFCON. Na sikumwambia Ajibu, naambia wachezaji wote, mtaenda AFCON. Mtampiga Uganda hapa. Ndio wakati sasa kila mchezaji wa Tanzania inafaa aoneshe mko na bahati, mko na miezi 3 kwa kucheza ile mechi ya Uganda. Na kisi mtapata ile pointi 8 mtaenda AFCON. Hauwezi kukosa AFCON Ajibu. Hauwezi kukosa AFCON Ngasa. Hauwezi kukosa. Donc kila mtu wanaingia mfazi moja ya kusema kama inafaa kila mtu aoneshe coach wa national team ke shie national team. Wakati unatafuta kwenda kucheza wachezaji, unaanza na timu yenyewe iko mbele ya ligi. Wachezaji gani? Wanacheza mtimu yenyewe inabeba ligi. Kweli? Sasa kama una timu yenyewe inabeba ligi tokea mwanzo wa ligi mpaka siku atafanya nani? Ile nani yake? Majina yake ile. Timu iko ya kwanza. Utaenda kutoa wapi? Si unaanza na kule. Hilo naliambia, sikwambia Jibu, naliambia wachezaji wote. Wote. Kabla mwisho kama lipo. Kocha, kulikuwa na taarifa jana. Taarifa ndio nini? Information. Information. Tunazungumzia mechi ya leo, dakika 90 za leo tuzungumzie. Na ilikuwa na taarifa jana. Swali lako kama linakwenda huko sawa. Na ilikuwa ni kitu ambacho kitakiwa kiwe. Useme basi Haya. Kulikuwa na taarifa kwamba Elias Makambo ametoka hotelini. Alitoka hotelini. Kwa watu wengi Makambo. Swali la mchezo sababu alipaswa kucheza. Atibu. Ni swali la mchezo sababu yeye kuondoka kambini halihusiana na dakika 90. Ngoja nimjibie. Jamaa. Hapana. Pembeni. Hapana. Sababu ya kwanza Makambo kutoka kambini, Makambo anatoka kambini, tunatoka Makambo Mbeya City. Tunatoka Mbeya City na ndege. Tunafika hapa, Makambo anaenda nyumbani kwake. Timu haikuwa kambini. Makambo alitoka kambini ya wapi? Design ya uongo. Makambo alitoka kambini wapi? Tunatoka Mbeya City tarehe 13 na 31. Makambo anakamata ndege saa 8 ya usiku anaenda Kongo. Alitoka kambini wapi? Tulikuwa kambini. Tunatoka Mbeya City. Hakucheza Mbeya City. Na kesho asubuhi akakamata ndege. Kambini wapi alitoka? Jumla andika. Kwa hiyo mwalimu Makambo anarejea sasa Yanga. Unasema? Anarudi tena Yanga. Yeye aliwaambia alienda bila kurudi. Kwa taarifa hizo zimesema kwamba Makambo alikani alipo na amezima simu, taarifa zake hazipo. Hapa wewe uko na simu ya Makambo ya Kongo wewe. Ulimpigia Makambo simu ya Kongo, apart mie na Kindoki, watu hawa wawili wenye na simu ya Makambo ya Kongo. Nani iko na simu ya Makambo ya Kongo? Au hapa Tanzania. Wewe nayo ulimpigia kumpata? Kweli? Sasa mimi na bwana umpata kila siku namna gani? Ngoja sasa tunataka kujua yuko wapi na anarudi lini. Makambo yuko wapi? Na anarudi lini? Makambo ya taarifa tunasema kwamba alikuwa hadi Jumapili. Naye aliwaambia vipi? Alitakiwa Jumapili. Kwa mujibu wa ulienda Kenya Airways ukauliza Makambo atarudi siku gani? Kenya Airways akakwambia Makambo atarudi Jumapili. Viongozi waliambia vipi? Msemaji wa timu anasema simu yake hapatikani. Kama msemaji wa timu anasumuliana na Makambo, mwende mumuulize sasa Makambo atarudi siku gani? Mumuulize msemaji wa. Nakuuliza wewe kama mwalimu. Kwamba tunaomba wewe ndio tujibu sasa. Mie? Tunaomba majibu ya hilo swali tunauliza kwamba Makambo anakuja siku fulani, anarudi lini? Makambo anakuja leo.
Harakati za Bongo.